Ujambo na karibu sana kwenye studio zetu za Mwalimu JM Mwadhi. Tunakukaribisha ili tuweze kujifunza jambo moja ama mambo mawili ambayo yanatuelekeza katika kujibu maswali ya mtihani wa Kiswahili. Waweza kuwa ni mtihani wa karatasi ya kwanza insha, ama karatasi ya pili lugha, ama pia karatasi ya tatu ambayo ni karatasi ya fasihi. Katika somo letu la leo tutajifunza kuhusu karatasi ya kwanza, swali la insha ya maelezo. Kwanza ni vizuri sana kwamba niweze kukueleza kwamba insha ya maelezo ni insha ambayo humhitaji mwanafunzi kuweza kutoa ufafanuzi wa jambo, jinsi jambo linafaa kufanywa, ama jinsi ama hatua ambazo zinafaa kutekelezwa, kufuatwa, ama pia ni mchakato mzima wa kuweza kutekeleza jambo, ama pia kusuluhisha mgogoro fulani, ama kusuluhisha hatari ama jambo fulani ambalo ulihitajika kuweza kulieleza. Mara nyingi utaulizwa swali hili uweze kulifafanua ama pia kuthibitisha kutegemea swali lenyewe jinsi lilivyo. Nikupe mfano. Fafanua mikakati ambayo serikali inafaa kutekeleza kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Jambo la kwanza ambalo mwanafunzi anahitaji kulifanya ni kuielewa mada. Kwa mfano katika swali letu, ni vyema uelewe mabadiliko ya tabia nchi ni nini. Na ni vizuri ni kueleza kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni ile hali ambapo hali ya anga inabadilika. Kama ni msimu wa kiangazi unakuwa mrefu sana na jua kali linaweza kuleta hasara kubwa sana, kama vile kuweza kuangamiza mimea na mazao shambani, ama ile lishe ambayo mifugo huweza kupata inaweza kudidimia na wanyama wanaweza kuangamia. Pia mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha mvua kubwa ya masika iweze kuleta mafuriko na maangamizi makubwa. Kwa mfano, inaweza kuleta maporomoko ya ardhi, inaweza kuleta mmomonyoko wa udongo, ama pia mafuriko yanaweza kuleta hasara ya vifo vya binadamu, ama vifo vya wanyamapori, ama vifo pia vya mifugo. Na ukiweza kulielewa swali jinsi hiyo, ni vyema uelewe kwamba serikali ina jukumu la kuweza kutekeleza mikakati ambayo inafaa kuweza kuwasaidia wananchi, kuweza kuwapunguzia yale maafa, ama pia kuwaokoa na kuyaokoa maisha na mali yao. Hivyo, katika kujibu swali hili, jambo ambalo ni muhimu zaidi ni kuelewa kwamba hili ni swali la hoja. Swali la hoja linakuhitaji wewe kama mwanafunzi, jambo la kwanza ni kuziandika hoja zako kwa mantiki kabla ya kuanza kulijibu swali, na kuziandika zikiwa zimefuata muwala ambao utakuwa na uzito, kuanzia ile hoja yenye uzito zaidi hadi zile hoja ambazo ni za kuweza kutia nguvu zile hoja nzito ambazo ulikuwa nazo. Hivyo jambo ambalo ni muhimu kwako, baada ya kuziandika zile hoja kando kwenye karatasi ya ziada, kabla ya kuandika kwenye ile karatasi ya kujibu maswali, unahitajika kwanza kujiuliza ni hoja zipi zenye uzito zaidi. Na hizo ndizo hoja ambazo unahitajika kuanza nazo kabla ya kuweza kuongeza zile hoja nyingine. Kumbuka pia swali hili, ili kuweza kulihitimisha vizuri, ni vyema uwe na hitimisho. Baada ya kuandika hoja zako, kuwa na hitimisho, na hitimisho hilo liwe ni muhtasari wa yale yote ambayo umekuwa ukizungumzia, ambayo umekuwa ukielezea ama kulifafanua lile swali lako. Hakikisha kwamba umetumia lugha ya kinadharia, lugha ambayo inaeleweka kwa urahisi na yenye uzito. Ongeza kama ni mbinu za lugha ambazo zitaongeza uzito ama nguvu ya ujumbe wako, lakini zisipotoshe ujumbe. Asante sana kwa kunisikiliza siku hii ya leo. Ninatumai kwamba umeweza kufaidika na kuweza sasa kuwa na ule weledi wa kulijibu swali la insha ya maelezo. Hadi somo lingine, tukutane makutano. Asante kwa kunisikiliza.
Alamsiki.